Okay, okay, mdau wetu, karibu sana, karibu kwenye mafunzo yetu ya tunayokuwa tunaongea kuhusu masuala mbalimbali ya kiafya ambayo tunakuwa tunadiskasi kuhusu matatizo ya wanawake, tunazungumza matatizo ya wanaume, watoto, wajawazito, pia wanaonyonyesha, hata pia walio kwenye ujauzito. Sasa tukiwa tunaendelea na maelekezo yetu, leo tunapenda kuzungumza kuhusu mada ambayo inayozungumzia kuhusu kwa nini au kuna ukweli wowote katika umri unavyozidi kukua, ndio unakuwa unaingia katika wimbi la upungufu wa nguvu za kiume. Yes, ni kweli au tunaweza tukazungumza kwamba kuna ukweli gani kati ya umri unaozidi kukua na upungufu wa nguvu za kiume. Leo tunapenda kuelezea kwa ufupi kwamba kitu gani kinachokuwa kinatokea ikiwa wewe ni kijana ambaye una miaka kuanzia miaka 35. Kuna kitu gani kinachotokea mwili wako, unakuwa unapata changamoto gani mpaka kuingia katika wimbi kubwa sana la upungufu wa nguvu za kiume. Sasa ni kweli, ndiyo ni kweli na iko wazi kwamba wanaume wengi ambao wana changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume wanakuwa wanapata changamoto kuanzia miaka 35. Ni kweli, hiyo mada ni kweli kwamba kwa sababu mwanaume ambaye anakuwa ana upungufu ana miaka kuanzia miaka 35 ni mwanaume ambaye anakuwa homoni zake zinakuwa zimeshuka sana, tofauti na mwanzo. Kwa hiyo homoni zinapokuwa zinashuka, kwa sababu homoni kubwa ya kiume ni testosterone hormone, ambayo inapokuwa inashuka, basi mtu anakuwa anaingia katika wimbi kubwa sana la upungufu wa nguvu za kiume, na hali inampelekea mtu anakuwa hayuko sawa kabisa kiafya. Lakini tukiendelea mbele kwamba hali hiyo inapelekea kumkuta mtu anakosa ile hamu ya tendo, uume wake unakuwa sio kama mwanzo, mwinuko unakuwa ni mdogo, au wakati mwingine akishiriki anakuwa anapata changamoto, anashiriki lakini anakuwa anapata changamoto, maumivu makali. Akishiriki anakuwa mara moja anashindwa kuendelea tena, manake upungufu wake unakuwa uko namna hiyo kwenye pointi namba moja. Lakini pia kitu cha pili, mwanaume ambaye mwenye miaka 35 kuendelea anakuwa anaingia kwenye idadi ndogo sana ya mbegu. Idadi ndogo sana ya mbegu, na mbegu zake zinakuwa hazina ubora zaidi ambao unaohitajika. Yaani mbegu zake zinakuwa hazina, yani unakuta mtu ana low sperm count, yani uwezo wa mbegu unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia uwezo wa mbegu unapokuwa mdogo, basi mtu anaingia katika wimbi la upungufu wa nguvu za kiume. Lakini hata idadi ya mbegu anazozitoa zinakuwa hazina zile ujazo kama ulivyokuwa mwanzo, kama mtu wa miaka 25, miaka 27, tofauti na miaka 35, 40, wanakuwa wanaingia katika hilo wimbi kubwa sana, kwamba mbegu zake zinakuwa haziko katika ubora mzuri ambao ulikuwa tunaozungumza, yani mbegu ambazo zinaweza zikatikisa ujauzito. Pia mwanaume ambaye kuanzia miaka 35 anakuwa anaingia katika wimbi kubwa sana la uchovu wa mara kwa mara, lakini pia unapokuwa na uchovu mara kwa mara, anakuwa mwili wake unakuwa unashindwa kujirudisha kama zamani. Yani kwa mfano ulikuwa labda ukichoka unakuta unachukua muda mrefu sana kuondokana na yale maumivu ya uchovu, lakini ukiwa miaka 25 uchovu unawahi kunini vizuri, lakini yani kukaa vizuri, yani kuwahi kuisha vizuri. Lakini pia sababu nyingine, miaka 35 ni mtu ambaye miaka 35 na zaidi ni mtu ambaye anakuwa tayari ameingia katika wimbi kubwa sana la mawazo, msongo wa mawazo, na kupelekea kupata shida katika mambo yake au katika uwezo wake wa kutikisa ujauzito, hali inayopelekea changamoto hiyo inakuwa ni kubwa sana. Lakini pia tukiendelea, sababu kubwa sana hapa nitaelezea vizuri kwa upana. Sababu kubwa sana ambayo inapelekea maisha au kupelekea changamoto kama hizi ni kutokana na
mtindo mbovu wa maisha. Yaani tunakula milo ambayo sio sahihi, tunakula milo ambayo haina faida mwilini, tunakula milo ambayo haijengi mili yetu, tunakula milo ambayo haina manufaa katika mili yetu, kwa sababu mwili unajengwa na vyakula, na vyakula vinavyojengwa ni vyakula ambavyo sio imara. Yaani ni sawasawa na wewe unapandisha zege lakini unatumia udongo wa mfinyanzi, au unatumia udongo mwekundu kujenga ghorofa lako badala ya kuweka simenti. Inakuwa ubora ni tofauti, hujaweka nondo, hujaweka nini. Kwa hiyo mwili wako wewe unatokana kwa sababu huli vyakula ambavyo ni healthy, lakini pia hufanyi mazoezi ya kutosha, mtindo wa maisha mbovu, masoda, mavyakula eleweki, vyakula mafuta, mavyakula ya sukari nyingi, inapelekea changamoto kuwa kubwa zaidi. Lakini pia hapa nitaelezea pia mtindo wa maisha ni chanzo kikubwa sana cha matatizo mengi. Mtindo wa maisha ndo chanzo cha sababu nyingi ambazo zinazopelekea matatizo mengi yanakuwa yanaharibika, au magonjwa mengi yanatokana kwa sababu ya mtindo mbovu wa maisha. Sasa hivi kuna wanaume wengine unakuta wakitaka kwenda kushiriki, basi wanatumia labda vidonge au Viagra, wanapaka mkongo, wanapaka nini, kwa sababu ya kutaka kwenda kutumia nguvu ambazo huna. Yaani sawasawa na wewe umeenda kukopa hela sehemu ili ufanye kitu fulani, au ufanye shughuli, au ufanye safari, au ufanye kitu fulani. Badala yake unajikuta baada ya kutumia zile hela umejikuta umebaki hauna chochote. Unaanza kufikiria jinsi gani. Ndio maana unakuta watu wengi wanaotumia mkongo, wanaotumia Viagra, wanaotumia madawa ambayo hayaeleweki, wanaotumia mavidonge ya ovyo. Basi wanapokuwa wanatumia vile vidonge, baada ya kumaliza wanaingia katika msongo wa mawazo na maumivu ya muda mrefu. Unakuta kiuno, nyonga, yote inakuwa inauma kwa sababu ya kutumia vitu kama hivyo. Hivyo ni vitu ambavyo vinavyoathiri uwezo wako vibaya. Kwa hiyo kitu ambacho tunachoweza kukwambia na kukuelekeza, jitahidi kwanza kupata lishe nzuri, lishe ambayo iko bora, lakini pia jitahidi sana kutumia kupata walau muda kidogo wa kufanya mazoezi, kwa sababu ni bora zaidi kwa afya yako. Lakini pia jitahidi sana kadri time unazidi kupata, zingatia sana kwenye vyakula, na pata muda mzuri wa kupumzika, walau upate masaa 8 ya kulala vizuri, mwili wako upate relaxation vizuri, lakini mwili wako uwe bora zaidi, kwa sababu unapokuwa energetic zaidi ni bora zaidi kuliko ukiwa hauko energetic, kwamba una uchovu na nini. Lakini mtu ambaye amelala vizuri, basi hata katika ufanisi wa kazi zake unakuwa ni bora zaidi kuliko mtu ambaye hajapata nafasi ya kulala, kwa sababu usingizi ni deni na deni linahitaji kulipwa. Ukiwa hujapata usingizi vizuri, basi unakuwa effective katika kazi zako zinakuwa ni ndogo. Watu wengi wanapata ajali, watu wengi wanapata matatizo mengi kwa sababu ya usingizi. Kwa hiyo jitahidi mwili wako upate kurelax vizuri na mzunguko wa damu uende vizuri, kwa kula vyakula ambavyo vilikuwa vizuri, ili uwezo wako uinuke uwe bora zaidi. Kizuri ni kwamba tunayo dawa ambayo ni Mfalme Plus, inaweza kukusaidia juu ya changamoto yako, na imeweza kuwasaidia watu wengi sana. Unaweza ukaona hapo, kuna picha hapo nimekutumia, utaona kwamba hii jinsi ilivyomsaidia mtu, katumia ndani ya muda mchache, lakini mabadiliko kayapata mapema zaidi. Kwa sababu haya matibabu tunayokupatia, hatukupi tu matibabu, tunakupa na elimu ya vyakula, vitu gani vya kutumia, vitu gani vya kuacha, lakini pia tunakupa elimu pia mazoezi gani ya kufanya ili matokeo yako yawe mazuri na haraka na yawe bora zaidi. Kwa asante sana, Mungu akubariki. Tutaonana katika vipindi vinavyokuja. Ikiwa kama bado hujasubscribe, subscribe mapema. Ikiwa unapendezwa na video hii, unaweza ukashare kwa mtu ambaye unatamani ajue kitu ambacho umekijua wewe siku ya leo. Asante sana, tutaonana katika vipindi vinavyokuja.